Hello wana wa Afrika, naendelea na nasaba ya 19, nasaba ya 20. Hii sasa nakwenda kwenye wafalme muhimu wa nasaba ya 20. Sentenkate Usekaure Septeprene, mwanzilishi wa nasaba ya 10 wa nasaba ya 20 mwaka 1189 kabla ya kuzaliwa Kristo. Alirejesha uthabiti baada ya machafuko ya nasaba ya 19. Ramzesi wa tatu Usemaate Mariamun, farao mkubwa wa mwisho wa dola mpya, alipigana na watu wa bahari na Ibia na akafanikiwa kuilinda Misri. Alijenga hekalu kubwa la Medinet Hebu lililokuwa na maandiko ya vita vyake. Alikumbwa na njama ya kifamilia, Harlem Conspiracy, ambapo aliuawa. Umesikia Harlem Conspiracy wana wa Afrika? Hii inaitwa Harlem Conspiracy. Alikutana nayo ndugu yangu Ramzesi wa tatu. Ndugu zake wenyewe walimpangia njama ya kumuondoa madarakani, wakashirikiana na maadui, na alikuwa utawala wake Ramzesi ulikuwa bora kabisa. Ramzesi wa tatu. Ukitaka kwenda kujua habari zake, katika eneo huko linaitwa Medinet Habu, hilo na maandiko ya vita yake, utakwenda kusoma habari zake. Huo ni utukufu wa mtu mweusi, sio utukufu, sio glory ya white race wao Arabu. Waarabu hapa hawana utukufu. Waarabu wao sifa zao ni unyang'anyi, wizi, uzandiki. Mwarabu alikuwa anamchukua mtu mweusi, mama anampeleka kwenye dangulo, mtoto anaasiwa, anakuwa analinda dangulo. Wakati Mwarabu anapoingia kufanya ushenzi wake, mtoto ndo anakuwa mlinzi mlangoni. Baba wakati huo kishaasiwa, kapelekwa vitani, kaenda kufa na mishale na mikuki. Hawa ndio Waarabu wenyewe, wanasema lanatullah. Sasa baada ya Harlem Conspiracy, ambapo aliuawa Ramzesi wa pili, Ramzesi wa tatu, kwa Ramzesi wa 4 au anaitwa Ramzesi wa 11, waitawala katika kipindi cha kudhoofu, ufisadi wa maafisa, mgawanyiko kati ya makuhani wa Amuni huko Tebezi na kifalume, uvamizi wa kigeni na kupungua kwa ardhi ya Kemet, Asia na Nubia. Ramzesi wa 11 alikuwa farao wa mwisho wa nasaba ya 20 baada ya kifo cha Misri, ikiingia katika kipindi cha mpito cha tatu, third intermediate period. Kwa ufupi, nasaba ya 20 ilianza kwa udhibiti chini ya Senentakite na Ramzesi wa tatu, lakini nikazama haraka katika kuporomoka. Misri ilipoteza ardhi zake za kigeni, uchumi ulidhoofika, na makuhani wa Amuni wakawa na nguvu zaidi kuliko farao. Ndugu Mwafrika, sisi tuliangushwa na ndugu zetu wenyewe, na huu tunaita usaliti usiokuwa na kipimo, kama vile Ramzesi wa tatu alivyompangia kumuua katika kitu kinaitwa Harlem Conspiracy. Sasa naendelea na nasaba ya 21 Kemeti, takribani mwaka 1077 hadi mwaka 943 KK, maana kabla ya kuzaliwa Kristo. Hii ndio mwanzo wa kipindi cha mpito wa tatu, third intermediate period. Baada ya kuanguka kwa nguvu za kifalume katika nasaba ya 20, Misri iligawanyika kati wafalme wa Tennessee Delta kaskazini, makuhani wakuu wa Amuni huko Tebezi kusini. Kwa hiyo nasaba ya 21 hakuwa na udhibiti mkubwa juu ya nchi nzima, utawala kugawanyika. Wafalme wa nasaba ya 20, Simendrezi Nisebadjede hadi Jekbere Sentepre, mwanzilishi wa nasaba, alitawala kutoka Tennessee. Alidhibiti kaskazini, huko kusini ilikuwa mikononi mwa makuhani wa Amun, Amenemisu, Neferkare, Hakawaseti. Utawala mfupi hujulikana zaidi kupitia maandiko machache. Mwingine anaitwa Punsenesi wa kwanza au Akepere Sentapanamuni, maarufu kwa kaburi lake lililopatikana Tennessee, moja ya makaburi machache ya kifahari yaliyopatikana bila kupolwa. Sanduku lake la dhahabu ndio kubwa zaidi kuwahi kutengenezwa. Amenemhotep, Usemati Amenemhonepe, utawala wa amani lakini hakuwa na nguvu kubwa. Osokoni the Eda, Akempere Sentepomuni Osokoni wa kwanza, farao mwenye asili ya Libya, aitawala kwa muda mfupi.
Siamuni Mentekepele Sentapanamuni alijulikana kwa kazi za ujenzi katika Tennessee na kampeni za kijeshi huko Palestina. Pasemuni watatu Titikere Purure Sentapanamuni, farao wa mwisho wa nasaba ya 21. Baada ya kifo chake ufalme ulihamia kwa Shonsheki wa kwanza, mwanzishi wa nasaba ya 22. Kwa ufupi, nasaba ya 21 ilikuwa kipindi cha udhaifu wa kifalme na mgawanyiko wa mamlaka kati ya kaskazini Tennessee na kusini Tebezi. Hata hivyo, bado kulikuwa na mafanikio ya kifalme kama kaburi la Pausman wa kwanza. Na hii ni sauti ya ukuu wa Mwafrika ambaye sisi hatuna mtu mwenye kutuingilia katika njia zetu. Sisi tukiamua letu huwa. Ndio maana wakoloni watutangazia mambo mengi. Wanatutafuta kwa njia nyingi. Wametusingizia vingi. Vyetu wakachukua, vya kwao wakatugea sisi. Udhaifu ni mali ya wazungu. Utukufu ni mali ya mtu mweusi. Mwaka 943 hadi 716 KK. Inajulikana pia kama nasaba ya Kilibya, Libyan Dynasty. Ilianzishwa na Shosheki wa kwanza, general wa asili ya Libya, aliyepata nguvu kubwa. Makao makuu ya kifalme yalikuwa Bobastis P Beseti, Delta kaskazini. Kipindi hiki kilitushuhudia kupungua kwa umoja wa Misri na kuongezeka kwa nguvu za kifamilia na majimbo ya kikabila. Hii ndio nasaba ya 21. Nasaba ya 22. Wafalme wa nasaba ya 22, wa kwanza anaitwa Shosheki wa kwanza, Shedikepile Sentemle, mwanzishi wa nasaba mwaka 943 kabla ya Kristo. Anajulikana katika Biblia kama Shishaki. Alishambulia Yerusalemu katika kipindi cha Rehoboamu mwana wa Suleimani. Alijenga miradi mikubwa ya Tebezi na Bubastere. Msikia bwana? Sisi ndio watu pekee kwenye Biblia tupo. Hakuna mzungu kwenye Biblia hata moja. Ndio maana nawaambia hivi, utukufu wetu hauna mwanzo wala mwisho. Sisi ni wakuu wa ulimwengu. Shosheki, mtoto kutoka Libya huyu. Libya. Leo hii kuna Waarabu, mazeruzeru, wauaji, wanyang'anyi, watu wenye roho mbaya wako pale wanauza ndugu zao. Hiyo ndio roho ya mzungu na kizazi chake cha kikafiri. Infideli, wanyama, mashetani, si watu wazuri. Mwarabu kutoka Mashariki ya Kati, wanaita Mashariki ya Kati. Hiyo ni kaskazini mashariki ya Afrika. Wamejipa ili wapate utukufu wa kuonekana na wao wana culture, mila na tamaduni. Lakini wao ni watoto wadogo sana chini ya jua hili. Baba zao ni sisi na wataendelea kutuhudumia mwishoni mpaka mwisho watakapopotea. Kwa sababu the last and the first. Osokoni wa kwanza, Shenkempelele Sentapanamuni, alidumisha mamlaka lakini akakabiliwa na nguvu zinazokuwa za makuhani wa Amuni. Takeroti wa kwanza, huyu Masai kabisa, hadi Kepele Satepemere. Utawala wake ulianza kugawanywa kwa mamlaka ya kati ya Tennessee na Tebezi. Hii ni dynasty 22. Osokoni wa tatu, Yuza Maate Sepenamuni, alijulikana kwa ujenzi mkubwa hasa hekalu la Bubesiti. Alifanya sherehe ya Sedi Festival ili kuonyesha nguvu yake. Shosheki wa pili, kaburi lake limepatikana likiwa na hazina nyingi. Utawala wake ulikuwa mfupi na wenye utata. Heta Takeroti wa pili, Hepekepele Setepreme, kipindi cha mapigano ya wenyewe kwa wenyewe kati ya familia ya kifalme na makuhani wa Tebezi. Shosheki wa tatu, Aishia Shosheki wa tatu ambaye walitawala wakati wa kudhoofu zaidi. Misri iligawanyika na baadhi ya majimbo yalitangaza huru. Kwa ufupi, nasaba ya 22 kwa mwanzo wa kipindi cha mataifa ya Kilibya katika Misri. Ilishuhudia ujenzi wa nguvu katika mwanzo hasa Shosheki wa kwanza na Osokoni, lakini mwisho kulikuwa na mgawanyo wa kisiasa na kudhoofika kwa ufalme. Otepu, wana wa Afrika, Ubuntu, Bantu, Afrika ni watu sio manyani. Amen ra.